Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo. Hii kwa tarehe 17 Julai mwaka 2026 na mimi ni Loje Longa nikuletea mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazoendelea hivi sasa. Na miongoni mwa habari tunazokuandalia ni maendeleo ya leo usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kidiplomasia za kurejesha amani pamoja na taarifa nyingine muhimu za kisiasa, kiusalama na kijamii. Basi niendelee kukuhabarisha, kuungana nami mwanzo hadi mwisho matangazo yetu hii ya mchana wa leo. Naendelea kukumbusha tu kwamba Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Umoja wa Mataifa kupitia kamati ya vikwazo vya Baraza la Usalama inayoshughulikia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza kuwa umeongeza watu 6 pamoja na taasisi 2 kwenye orodha ya watu na makundi yanayowekewa vikwazo kutokana na madai ya kuhusika katika shughuli zinazochochea ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa siku ya jana Alhamisi Julai tarehe 16, uamuzi ulidainishwa tarehe 14 Julai chini ya kamati ya vikwazo iliyoanzishwa kupitia azimio namba 1533 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la mwaka 2004. Azimio linaundwa kwa lengo la kufuatilia na kuchukua hatua dhidi ya watu binafsi na makundi yanayochangia migogoro, silaha, ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na vitendo vinavyotishia amani na utulivu nchini DRC, hususan katika maeneo ya mashariki. Na miongoni mwa waliokiwa vikwazo ni Corneille Nangaa ambaye Umoja wa Mataifa unamtaja kuwa kiongozi wa Alliance Fleuve Congo maarufu kama AFC. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa AFC unakuwa muungano wa kisiasa na kijeshi unaohusishwa na kundi la waasi 23 ambao unaendelea kuhusishwa na mapigano katika mikoa Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kuorozeshwa kwa Corneille Nangaa kutokana na madai ya kuongoza na kutoa uungwaji mkono kwa muungano ambao unatumiwa kushiriki katika shughuli zinazozidisha hali ya ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kanali John Imani Nzenze naye ameongozwa kwenye orodha ya vikwazo. Umoja wa Mataifa unamtaja kama mkuu wa kitengo cha ujasusi cha M23 na unadai kuwa amekuwa nafasi muhimu katika kupanga, kuratibu na kusaidia operesheni mbalimbali zinazofanywa ndani ya kundi hilo la waasi. Wengine waliokiwa vikwazo ni Sebastien Uibambazi anahusishwa na kundi la FDLR katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini. Pia yupo Gustave Kubwayo maarufu kwa jina la Sirikofe ambaye Umoja wa Mataifa unamtambua kama kamanda wa FDLR Foka. Katika orodha hiyo pia yupo Mohamed Lumisa, anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wanaosimamia shughuli za usafirishaji wa vifaa vya nje ya kundi la ADF ambalo linahusishwa na mashambulizi ya raia katika maeneo mbalimbali mashariki mwa DRC. Mtu wa 6 ni Kanali Charles Semantama ambaye Umoja wa Mataifa unamtaja kuwa mmoja wa viongozi wa kundi la Twirwaneho. Kundi hilo linafanya shughuli zake hasa katika maeneo ya mkoa Kivu Kusini na limekuwa likitajwa mara kwa mara katika taarifa zinazohusu hali ya usalama katika eneo hilo. Mbali na watu 6, kamati ya vikwazo imeongeza pia taasisi 2 kwenye orodha yake. Taasisi hizo ni Alliance Fleuve Congo, AFC pamoja na Twirwaneho. Umoja wa Mataifa unasema makundi hayo yameendelea kuhusishwa na vitendo vinavyochochea migogoro ya silaha na kuyumbisha hali ya usalama mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa utaratibu wa Umoja wa Mataifa, watu na taasisi waliokiwa vikwazo wanakabiliwa na hatua kadhaa. Hatua hizo ni pamoja na kufunguliwa mali na rasilimali zote walizonazo katika nchi wanachama Umoja wa Mataifa, kupigwa marufuku ya kusafiri katika mataifa hayo pamoja na kuzuia kununua, kuuza, kupokea silaha na vifaa vya kijeshi kupitia mfumo wa kimataifa. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa hatua hizo zinalenga kupunguza uwezo wa watu binafsi na makundi yenye silaha kuendelea kudhibiti au kuendesha shughuli zinazochochea migogoro, huku zikisaidia juhudi za kurejesha amani, usalama na utulivu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo linakuja wakati ambako mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri, hali ambayo inaendelea kusababisha vifo vya raia, maelfu ya watu kuyahama makazi yao pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu. Hadi sasa kuna tamko rasmi lililotolewa na Corneille Nangaa, viongozi wengine waliokiwa vikwazo wala makundi yaliyotajwa kuhusu uamuzi wa kamati ya vikwazo la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Katika hatua mpya utekelezaji wa makubaliano ya usitaji mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wataalamu walioteuliwa na shirika la DRC pamoja na wale wa muungano M23 wamekutana siku ya Alhamisi asubuhi mjini Goma na uongozi wa Mécanisme Conjoint de Verification élargie maarufu kwa kifupi MCJV, chombo cha kikanda chenye jukumu la kufuatilia na utekelezaji wa makubaliano ya usalama. Mkutano ulifanyika katika ukiwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuhakikisha kuwa pande zote zinazohusika katika mgogoro zinaheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano inayotazamwa kwa muhimu katika kurejesha amani na utulivu katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kusini pamoja na maeneo mengine yaliyoathiriwa na mapigano. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, kamanda wa MCVA aliwapokea wataalamu kutoka pande zote mbili na kuwakaribisha kushiriki kikamilifu katika mchakato wa udhibitaji wa matukio yanayoripotiwa kwenye maeneo ya mapigano. Alieleza kuwa jukumu lao ni kuhakikisha kuwa taarifa zote zinazotolewa kuhusu ukiukwaji wa usitaji mapigano inachunguzwa kwa weledi kwa kuzingatia ushahidi unaopatikana moja kwa moja kutoka maeneo husika. Katika mazungumzo, kamanda wa MCVA aliwasilisha matarajio ya nchi za ukanda zinazounga mkono za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Alisema kuwa kipaumbele kikubwa ni kudhibitisha ikiwa usitaji wa mapigano unazingatiwa kwa vitendo ili kujenga mazingira yatakayowezesha kurejea kwa utulivu wa kudumu na kupunguza mateso ya wananchi ambao wanaendelea kuwa wasirika wa vita. Alieleza kuwa wananchi wa mashariki mwa DRC wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa migogoro wa muda mrefu, ikiwemo vifo vya raia, majeruhi, uharibifu wa miundombinu pamoja na kuongezeka kwa idadi ya watu wanalazimika kuyahama makazi yao. Kwa sababu hiyo, alisema kazi ya wataalamu wao ni muhimu katika kurejesha amani kati ya pande zinazohusika na kuimarisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Kamanda huyo alisisitiza kuwa MCVA polisi itaendelea kufanya kazi kwa msingi na ya kutokupendelea upande wote. Alifafanua kwa wataalamu walioteuliwa watafanya kazi kwa maslahi ya kisiasa ya upande wote, bali watatekeleza jukumu lao kwa uhuru kamili na kwa kuzingatia tu kweli watakapobaini wakati wa uchunguzi wao. Kwa mujibu wake, ripoti zote zinazotolewa na wataalamu wao zitategemea ushahidi utakusanywa kutoka maeneo husika, mahojiano ya wahusika pamoja na tathmini ya hali halisi ilivyo, bila kuasiliwa na shinikizo lolote la kisiasa au la kijeshi. MCVA polisi imeeleza kwa mfumo wa udhibitaji ni moja ya nguzo muhimu katika kuimarisha uaminifu kati ya pande zinazohusika na mgogoro, kwani utasaidia kubaini kwa uwazi matukio yote ya kiukwaji wa usitaji mapigano na kutoa taarifa kwa mamlaka husika pamoja na wadau kikanda wanaosimamia mchakato wa amani. Mkutano katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia zinaendelea chini ya usimamizi wa viongozi wa kikanda na kimataifa, huku lengo ikiwa ni kuhakikisha makubaliano ya kusitisha mapigano yanatekelezwa kikamilifu na kutoa nafasi ya mazungumzo ya kisiasa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kazi ya Mécanisme Conjoint de Verification élargie inaweza kuwa na mchango mkubwa katika kupunguza mvutano iwapo pande zote zitatoa ushirikiano kwa wataalamu wao na kuheshimu matokeo ya uchunguzi wao. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu muda ambao timu hiyo za wataalamu zitaanza ukaguzi wa maeneo mbalimbali, lakini inatarajiwa kuwa kazi hiyo itaanza katika siku zijazo kwa mujibu wa taratibu iliyowekwa na Mécanisme Conjoint de Verification élargie kwa kushirikiana na pande zote zinazohusika katika utekelezaji wa usitaji wa mapigano. Mratibu wa mkoa wa Kivu Kaskazini wa shirika la kiraia la Kongo Sosiko umetangaza kuwa una wasiwasi mkubwa kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika mji wa wilaya Beni, ukiwashutumu mamlaka za eneo hilo kwa kile wanachokiita kushindwa kudhibiti ongezeko la mashambulizi ya makundi yenye silaha licha ya hali ya etat de siege ambayo bado inaendelea kutekelezwa. Katika tamko rasmi lililotolewa siku ya jana Alhamisi Julai 16, Sosiko imesema kuwa wananchi wa Beni wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia, huku tahadhari mbalimbali zikitolewa na wakazi pamoja na mashirika ya kiraia inadaiwa kutopatiwa majibu ya kuridhisha na mamlaka husika. Kwa mujibu wa tamko hilo, hali ya usalama inaendelea kuzorota siku baada ya siku, jambo ambalo limeendelea kuhatarisha maisha ya maelfu ya wananchi wanaoishi katika mji wa wilaya ya Beni. Sosiko inasema kuwa licha kuwepo kwa hali ya kijeshi inayojulikana kama etat de siege pamoja na uwepo wa vikosi vya usalama na operesheni mbalimbali dhidi ya makundi yenye silaha, mashambulizi bado yanaendelea kushuhudiwa katika vijiji na mitaa mbalimbali. Shirika hilo linaeleza kuwa kipindi kirefu wananchi wamekuwa wakitoa taarifa, malalamiko na mapendekezo kuhusu namna ya kuboresha usalama, lakini hakuna hatua madhubuti ambazo imeweza kuzuia kuendelea kwa vitendo vya mauaji, utekaji nyara na mashambulizi ya raia wasiokuwa na hatia.
Katika tamko hilo, Sosiko imeshutumu mamlaka za mji wa wilaya Beni kwa kile ilichokiita kutokuwa na uwezo wa kusimamia ipasavyo hali ya usalama. Kwa mujibu wa shirika hilo, hali imeongeza hofu miongoni mwa wananchi na imepunguza imani ya wananchi kwa taasisi za serikali ambazo zinapaswa kuhakikisha ulinzi wa maisha na mali za wananchi. Sosiko imeongeza kwa kushindwa kwa mamlaka kudhibiti hali hiyo kunatishia pia mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika operesheni mbalimbali za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha, ukiendelea kuzofisha juhudi za kurejesha amani katika eneo la Beni na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Kutokana na hiyo, shirika hilo limetoa wito kwa serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka za kuongeza juhudi katika kulinda wananchi wa Beni. Sosiko imetaka serikali ya Kinshasa, wabunge wa kitaifa wanawakilisha eneo la Beni, viongozi wa taasisi za usalama pamoja na gavana mkuu wa Kivu Kaskazini kwa kushirikiana kwa karibu ili kuweka mkakati mpya utakaoweza kukabiliana na ongezeko la mashambulizi yanayolenga raia. Kwa mujibu wa shirika hilo, hatua za haraka zinahitajika ili kurejesha hali ya utulivu, kuimarisha ulinzi wa wananchi pamoja na kuhifadhi mafanikio yanayopatikana kupitia operesheni za kijeshi zinazofanywa dhidi ya makundi yenye silaha endelea kutishia usalama wa eneo hilo. Sosiko pia imesema kwa kuimarika kwa usalama kutasaidia juhudi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi. Shirika limeonya kuwa iwapo hakutakuwa na mabadiliko ya kweli katika hali ya usalama ndani ya muda mfupi, itaanzisha hatua nyingine ya kampeni yake na utetezi wa wananchi. Kwa mujibu wa tamko hilo, Sosiko inajiandaa kuanzisha ombi rasmi ya wananchi maarufu kama petition citoyenne itakawapa nafasi wananchi wa Beni na maeneo mengine ya kuyaonyesha kutoridhishwa kwao na hali ya usalama na kuitaka serikali kuwajibisha viongozi wanaohusika na kuchukua hatua madhubuti na kurejesha usalama ya kudumu. Tamko hilo limesainiwa na mtaratibu wa mkoa wa Kivu Kaskazini wa Sosiko, Amani Kasiki Etienne, ambaye amesisitiza kuwa wananchi hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu huku mashambulizi yakiendelea kutokea karibu kila siku. Kauli ya Sosiko inakuja wakati ambako eneo la Beni linaendelea kushuhudia ongezeko la mashambulizi yanahusishwa na wasi wa ADF. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi kama yaripotiwa katika vijiji na vitongoji mbalimbali vya wilaya ya Beni ambako raia kadhaa wameuawa, wengine kujeruhiwa na mali nyingine kuharibiwa. Wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa muungano M23 ambao Kinshasa inaendelea kudai kuwa wanaungwa mkono Rwanda, serikali ya DRC na Rwanda zimeahidi kwa mara nyingine kuendelea kutekeleza kikamilifu mkataba wa Washington uliotiwa saini mwaka mmoja uliopita kwa lengo la kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu. Hayo yametolewa katika mkutano wa 5 wa Mécanisme Conjoint de Coordination de Sécurité unaojulikana kwa kifupi kama MCCS uliofanyika tarehe 15 na tarehe 16 Julai katika ubalozi wa Marekani mjini Geneva nchini Uswisi. Mkutano ule wakutanisha wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda pamoja na wakilishi wa serikali ya Marekani, Qatar, Togo na kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Tume ya Umoja ya Afrika. Kwa mujibu wa taarifa ya mwisho iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, wajumbe hao walijadili kwa kina hali ya usalama mashariki mwa DRC na kutathmini maendeleo yaliyofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington mwaka mmoja uliopita chini ya usimamizi wa Waziri ya Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio. Katika mkutano huo, pande zote mbili zilifanya tathmini ya hali halisi ilivyo kwenye maeneo ya mapigano kwa lengo la kuwa na uelewa pamoja kuhusu changamoto za kiusalama zinazoendelea mashariki mwa DRC. Majadiliano yalielezwa zaidi kwenye utekelezaji wa mpango wa kijeshi wa usalama unaojulikana kama CONOPS, ambao ni sehemu ya umuhimu wa mkataba wa Washington unaolenga kurejesha utulivu katika eneo hilo. Hata hivyo, licha ya mazungumzo hayo, taarifa ya Marekani haikutangaza tarehe mpya ya utekelezaji wa hatua zilizobaki wala haikutoa tathmini ya kina kuhusu kiwango cha mafanikio yaliyokwisha kupatikana katika utekelezaji wa mpango huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, serikali ya DRC na Rwanda zimethibitisha tena dhamira yao kuhakikisha utekelezaji wa mkataba wa Washington. Miongoni mwa hatua walizoziahidi kuzipa kipaumbele ni kuongeza juhudi za kusambaratisha kundi la FDLR, kuendelea na mchakato wa kuondoa vikosi vyao katika maeneo yanayokabiliana pamoja na kuondoa hatua za kijeshi zinazochukuliwa kwa mazumuni ya kujilinda ambazo zinatajwa kwenye makubaliano hayo. Pande zote mbili zimekubaliana kuendelea kubadilishana taarifa za kiusalama mara kwa mara ili kuwa na uelewa unaofanana kuhusu hali inayoendelea mashariki mwa nchi na hivyo kupunguza uwezekano wa kutokea kwa mvutano mpya. Katika mkutano, DRC na Rwanda pili zimewashukuru Marekani, Qatar, Togo pamoja na Umoja wa Afrika kwa juhudi zao za kuendelea kusimamia mazungumzo ya amani na kuhamasisha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Kwa mujibu wa taarifa pamoja, mkataba wa Washington unaendelea kuonekana kama fursa muhimu ya kuleta usalama wa kudumu na ustawi wa wananchi wa ukanda wa maziwa makuu. Kutokana na hiyo, pande zote mbili zimeahidi kuendelea kushiriki kamilifu katika mchakato huo
hadi malengo yote yaliyowekwa yatakapotekelezwa, huku zikikubaliana kufanya mkutano mwingine katika wiki zijazo ili kutathmini hatua zilizokuwa zimepangwa. Mkutano wa Geneva unafanyika baada ya mkutano mwingine uliofanyika London, Uingereza, na pia mwezi mmoja baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili hali ya usalama mashariki mwa DRC katika kikao kilichofanyika mjini New York. Katika kikao hicho cha Umoja wa Mataifa, mshauri mkuu wa Marekani anashughulikia masuala ya Afrika, Marcel Boulos, aliwasilisha tathmini ya mwaka mmoja tangu kutiwa saini kwa mkataba wa Washington. Kwa mujibu wa afisa huyo wa Marekani ambaye pia anafahamika kama Bwana Afrika wa utawala wa Rais Donald Trump, pande zote mbili bado hawajatekeleza kikamilifu ahadi walizozitoa. Alieleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatumia kutokupiga hatua za kutosha katika kuliondoa tishio la kundi la FDLR kwenye maeneo yaliyokabiliwa, wakati Rwanda nayo inaendelea kushutumiwa kuendelea kuweka vikosi vyake ndani ya mashariki mwa DRC na kwa madai ya kuendelea kuunga mkono waasi wa M23. Kutokana na hiyo, Marcel Boulos alizitaka serikali za Rwanda na DRC kuharakisha utekelezaji wa makubaliano hayo, akisisitiza kuwa muda wa kutoa sababu na visingizio umekwisha na kwamba hatua za vitendo zinapaswa kuonekana haraka iwezekanavyo. Pia alionya kwa Marekani itaendelea kuwa tayari kuwekea vikwazo watu binafsi, viongozi wa kijeshi au mitandao ya wafanyabiashara wanaohusika na biashara haramu ya madini au wanaochangia kuvuruga juhudi za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha juhudi zote za diplomasia zinazofanywa na Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika pamoja na nchi nyingine za ukanda, hali ya usalama mashariki mwa DRC bado inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mapigano kati ya FARDC na waasi wa M23 yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo Kivu Kaskazini na Kusini, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kuyama makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa bado kuna tofauti kubwa kati ya makubaliano yaliyofikiwa katika meza ya mazungumzo na hali halisi ilivyo kwenye uwanja wa mapambano. Kwa sasa kila upande unaonekana kutafsiri vipengele vya mkataba wa Washington kwa namna yake, na unaendelea kufanya utekelezaji wa makubaliano kuwa ngumu na kuongeza wasiwasi kuhusu kasi ya kurejeshwa kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kutetea haki za wanawake katika mkoa wa Kivu Kusini yameomba uchunguzi wa kina kufuatia tukio la kutisha la mwanamke mwenye umri wa miaka 32 ambaye anadaiwa kubakwa na kisha kuuawa na watu wenye silaha katika mji wa Kamituga katika eneo la Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya mashirika ya kiraia, tukio lilitokea usiku wa Jumanne tarehe 14 Julai, huku mwili wa marehemu ulikutwa asubuhi iliyofuata katika mtaa wa Kalinga ndani ya mji wa Kamituga. Tukio limezua huzuni na hasira kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wanaendelea kulalamikia kuongezeka kwa vitendo vya ukatili dhidi ya raia. Katika taarifa ya kulaani tukio hilo, chama cha wanawake waandishi wa habari wanajulikana kwa amani, kinachojulikana kwa kifupi kama AFGP, kimesema kinapinga vikali kitendo hicho cha ubakaji na mauaji, kikiyataja kuwa ni kiukaji mkubwa wa haki za binadamu na heshima ya mwanamke. Shirika hilo limetoa wito kwa mamlaka za sheria kufanya uchunguzi wa haraka na kina na usio na upendeleo ili kubaini waliohusika na kufikisha mbele ya vyombo vya sheria. AFGP imesitiza kwa wahusika wa uhalifu wanapaswa kudhibitiwa kwa mujibu wa sheria ili kutoa haki kwa familia marehemu na kuzuia vitendo kama hivyo visiendelee kujirudilia. Kwa upande wa mashirika mengine yanayotetea haki za wanawake katika Kivu Kusini pia yameungana na kulaani tukio hilo. Yamesema ongezeko la vitendo vya ukatili wa kijinsia inaendelea kuwa tishio kubwa kwa wanawake na wasichana katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya usalama, na wametaka serikali kuchukua hatua madhubuti za kuwalinda raia. Kamituga ni mji unajulikana kuwa na shughuli za uchimbaji wa dhahabu katika wilaya Mwenga, na kwa sasa unadhibitiwa na wapiganaji wa Wazalendo wanashirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, katika wiki za hivi karibuni sehemu ya wakazi na mashirika ya kiraia yamekuwa yakitoa taarifa zinazodai kuwepo kwa ukiukwaji wa haki za binadamu unaohusishwa na baadhi ya wapiganaji wa Wazalendo. Kutokana na hiyo, jamii ya kiraia imewahi kuandaa mgomo kwa jumla katika mji huo kama njia ya kupiga vitendo vya ukatili na kushinikiza serikali kuchukua hatua za kurejesha usalama na kulinda maisha ya wananchi. Hadi sasa mamlaka hajatangaza kukamatwa kwa mtu anayehusiana na tukio hilo. Uchunguzi unaendelea huku mashirika ya kiraia yakisisitiza kuwa haki lazima itendeke na wahusika wote wajibishwe kwa mujibu wa sheria. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 17 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na jukwaa letu la YouTube kwa habari za uhakika zinazokujia kila wakati. Mimi ni Teloje Lulongo, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia mchana mwema, na asante sana kwa kuendelea kutusikiliza, na tukutane tena katika taarifa zetu zijazo.